Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu tumepata neema ya kuendelea na mfululizo wa somo letu nguvu ya jina, ikiwa leo ni siku yetu ya tatu. Tunaona siku ya kwanza nguvu ya jina la Yesu na mamlaka iliyoko ndani ya jina la Yesu. Lakini tukaona siku ya jana jinsi ambavyo miungu inaweza pia ikaruhusu majina ya miungu yakawepo katikati ya watu kwa kusudi ya hiyo miungu kujidhihirisha katikati ya watu. Tukaona Daniel akaita Belteshaza kwa hesabu ya miungu ya Babeli. Lakini tukaona Gideon akaitwa Baali, akaitwa Yerubali akisema Baali na atete naye. Kwa hiyo kuna majina mengine ya miungu yapo katikati ya watu, lakini lengo na uharibifu ni kufunua nguvu ya miungu kupitia mtu ambaye amepewa hilo jina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tutaangalia kuangalia nguvu ya jina, ikiwa ni siku yetu ya tatu. Leo tutaangalia jinsi ambavyo mzazi anaweza akahamisha maumivu yake kwa mtoto kupitia jina. Namna mzazi anaweza akahamisha maumivu yake, yani maisha ya maumivu anavyoweza kuyahamisha kwa mtoto, au changamoto aliyopitia anavyoweza kuiwekeza kwa mtoto kupitia nguvu ya jina. Bwana Yesu asifiwe. Angalia kitabu cha Mambo ya Nyakati 4 na mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Mambo ya Nyakati wa kwanza 4, 9, 10 nitasoma. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Mstari wa 10. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kunizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende tukaangalie kabisa kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza 4 Samueli. Narudi tena kwenye Nyakati. Kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa 4 na mlango ule wa 19 hadi 20. Samueli wa kwanza 4:19, Biblia inasema hivi: tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kuwa mkwewe na mumewe wamekufa, akajinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikilia. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanamume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Mstari wa 21. Akamwita mtoto Ikabodi, akisema, huo tukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa ni wanawake wawili tofauti. Kuna mama yake na Yabesi na mama yake na Ikabodi. Sasa hawa ni wazazi. Sasa mama yake na Yabesi jina lake halikutajwa, lakini Biblia inasema kwamba alimzaa mwanaye kwa huzuni. Kisha baada ya kumzaa akamwita Yabesi. Tafsiri ya Yabesi ni huzuni. Nasema akamwita Yabesi kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Sasa hapa tunaona kwenye kitabu cha Samueli, wakati huo ni mkewe na Finehasi wapo katikati ya vita. Mumewe amekosea na ndugu yake wakiwa ni makuhani. Baada ya kukosea, ghadhabu ya Mungu imeshuka ndani ya taifa. Baada ya ghadhabu ya Mungu ishuka ndani ya taifa, wakapigwa vitani, wakafa watu zaidi ya karibu 30-40.
wakafa ukundi kubwa la watu zaidi ya 30, lakini mumewe akafa na shemeji yake akafa, lakini bado na mkwewe Mzeli naye akafa. Sasa alipozaa mtoto kwenye mazingira yale, akamwita mtoto wake Ikabodi. Tafsiri ya Ikabodi, utukufu wa Mungu umeondoka katika Israeli. Sasa maumivu ya familia, maumivu ya taifa, shida, msiba wa taifa unawekeza jina kwa mtoto. Sasa mtoto anapoitwa Ikabodi, sasa ile hali iliyotokea wakati anazaliwa ndiyo mfumo wa maisha yake yote, na inaweza hiyo hali ikarithi na watoto wake na wajukuu wake. Sasa katikati ya changamoto, mama anatoa jina akihamisha msiba kwenye maisha ya mtoto. Sasa anampenda sana Yabesi, asema huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akasema lao ungenibariki kweli kweli na kuizidisha hodhi yangu. Akasema wala uovu usiwe kwa huzuni yangu. Kwa hiyo alitambua kwamba kuitwa Yabesi kuna uovu umeachiliwa kwenye maisha yake. Huu uovu umezuilia baraka, lakini huu uovu unaendeleza huzuni. Uovu ni mapatilizo, uovu na mapatilizo ndani yake. Sasa kile ambacho mama alikiishi akakiachilia kupitia chini kwa mwanaye, lakini Yabesi akakata rufaa, akasema lau Bwana ungenibariki kuelekea na kuzidisha hodhi yangu, na ungenilinda na uovu usiwe kwa huzuni yangu. Sasa Yabesi alijua kitu gani kinaendelea, akasimama kubatisa na Bwana akamjalia hayo aliyoyaomba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yumkini labda unaitwa Mariamu, unaitwa Maria, wewe unaitwa Mathayo, unaitwa Matthew, unaitwa Yohana, lakini mzazi inawezekana ile hali anakuzaa, ile hali ya maumivu aliyokuwa nayo akaiachilia pasipo kusema mtu akasikia. Kuna binti mmoja alikuwa anataka kukataliwa sana kwa muda mrefu, amesoma, amepata kazi, lakini alikuwa kila anapopita amechafuka na nuka. Sasa wakati anaomba, kuna mtumishi akapata ufunuo, akamwambia nenda kamuuliza mama yako, ile siku ulizaliwa kilitokea nini kwa mama? Mama akasema siku ile ambayo nilipokuwa ndo nimekaribia nimeenda kusuka kwa rafiki zangu, baba yako alinifanyia jambo baya, ule uchungu niliofanyiwa na hapo na nikazaa. Hiyo yale maumivu ya ndani akayastoa kwa mwanaye, akayaishi. Anakuja kustuka, ni mtu wa miaka zaidi ya 30, anagundua kuna uovu nampiga, kumbe chanzo ni mama aliwekeza siku hiyo. Lakini kuna mama mwingine alipita kwenye dhiki ngumu sana ya ndoa. Alipozaa mtoto akamwita Sijali, yaani kwa jinsi ya nje mtoto aliitwa jina lingine kabisa la Kikristo, lakini moyoni pale mwanzo akasema Sijali katika hii ndoa. Mimi nakwambia yule mtoto maisha yake yamekuwa ni ya kibabe siku zote, hajali chochote, hana hofu yoyote. Akazaa mwingine akamwita Sikuzani. Huyo Sikuzani maisha yake alifanya tukio ambalo kila mtu akasema Sikuzani kwamba huyu atafanya jambo kama hili. Akazaa mwingine akamwita Yangu Macho. Huyo aliita Yangu Macho alipita kwenye maisha magumu na machafu na ya uovu, kila mtu akawa namstajabia, lakini mama aliyatamka maneno moyoni, hakusema. Lakini baada ya wale watoto kupita kwenye dhiki ngumu, kuna mtumishi mmoja akapata ufunuo, akamwambia mama, kuna kitu likipata mama, mwanangu ni kweli. Akasema omba, simama, batilisha, maana ulichokitamka moyoni kimeumba maisha ya watoto wako mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na wewe mkini kuna vitu umetamkiwa na mama katika ile uchungu hujui. Sasa Mungu ameleta ujumbe kwa malengo mahususi kwamba unatakiwa ukamuulize Bwana kwamba mahali ninapita kuna jina gani limeniachilia haya maisha? Kitu gani nimetamkwa na baba au na mama? Kimkani nitamkiwa ndani ya familia, walinizaa katika mazingira gani na kazaa haya maisha? Acha tuombe mbele za Bwana.
Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa neema ambayo Baba umeachilia tena katika zamu hii ya siku hii ya leo. Baba, tumeona watumishi wako Yabesi, mama yake alimzaa kwa huzuni na uovu ukasimama ili aishi maisha ya uovu, aisha maisha ya huzuni siku zote, lakini Yabesi akakulingana Mungu wa Israeli, akasema la, Mungu ungenibariki kweli kweli na ungenilinda na uovu usiwe kwa huzuni yangu. Alipoomba Bwana ukamjalia hayo aliyoomba, nami nasimama Bwana, nikisimama nikiomba na watumishi wako wanaofuatilia mafundisho Bwana kwenye mitandao ya kijamii, inasimama kwa toba Mungu juu ya majina waliopewa na wazazi wao, yale majina yaliyobeba uovu ndani yake, yale majina yaliyobeba uharibifu ndani yake, yale majina yaliyobeba mambo magumu. Una uovu uko juu yao, ni kwa sababu mama au baba au ndugu wa familia alizaliwa kipindi cha hali fulani ya dhiki, alizaliwa kipindi cha hali fulani ya mateso, wakawekeza ya matose ndani ya mtoto, na maisha yake yamekuwa ni ya machozi, na maisha yake imekuwa ni maisha ya kilio, ni kwa sababu waliwekeza. Baba, nasimama na damu ya Yesu, inasimama mbele zako Jehova, nikiomba toba, nikiomba rehema juu ya kila uovu ambao umeachiliwa katikati ya maisha yake. Baba, kuna machukizo amebeba, Baba, kuna uovu amebeba, una uharibifu amebeba, unafunua aina maisha kwenye maisha yake, una maisha ya uchungu, una maisha ya kukataliwa, lakini kwa sababu kuna nguvu ya jina ilitamkwa kwa wazi au litamkwa moyoni, ni kama vile yule mama mkewa na Finehasi akamwita mwana Ikabori, ayo kenapotamka iba kabori, utukufu wa Mungu unaondoka juu yake, kwa sababu jina linaomba, jina linafunua aishi na maisha ya mtu. Baba, nasimama wakoleta kena Ikabori, utukufu wa Mungu unaondoka juu yao, kwa sababu majina aliyoitwa ni majina yamekubeba laana. Ile nguvu ya jina inatawala maisha yake, anatembea kwa mateso, anatembea kwa msiba, anatembea kwa maumivu, ni kwa sababu ya jina aliopewa na wazazi wake. Walimpa watoto kutambua na kwamba lina athari gani juu yake, ama vile mamake na Yabesi alitamka kwa uchungu, uchungu na umepita, umeachilia huzuni kwa mtoto. Alipokulingana Bwana, kageuza ile huzuni kwa baraka. Nasimama kwa ajili ya watoto wako wanaofuatilia mafundisho na maombi haya Baba kwenye mitandao ya kijamii, katika jina la Yesu, inakulingana Mungu wa Israeli Baba, kwa ajili ya mtumishi wako anayefuatilia maisha haya Baba, ninatengua hiyo hali, inatengua huo uovu, inatengua hiyo laana, natengua mapatilizo yaliyoko juu yake kwa sababu ya jina aliyoitwa na wazazi wake, mazingira waliokuwa nayo. Haya mazingira yaliruhusu mateso, haya mazingira yameruhusu aina maisha, haya mazingira yameruhusu aina msiba. Una maisha na yaishi, ni maisha ya mateso, una maisha na yaishi, ni maisha ya maombolezo, una maisha na yaishi, analia usiku na mchana, ni kwa sababu alihamishiwa maisha kupitia jina, na hilo jina lina nguvu. Ndio maana Yabesi alijua hayo, akakulingana, akatengwa hiyo nguvu ya jina, ukaibadilisha, ukamjalia hayo aliyoyaomba. Nami nasimama nikitangua kila nguvu ya jina inayosimama kupiga maisha yake, alitamkiwa kwa siri, alitamkiwa kwa wazi, na hiyo nguvu leo imesababisha maisha yake yamekuwa ni maisha ya msiba, yamekuwa ni maisha ya huzuni, yamekuwa ni maisha ya maombolezo. Katika jina la Yesu inasimamisha damu ya Yesu ikatengua hiyo laana, nasimamisha damu ya Yesu ikatengua hiyo nguvu ya jina, hiyo nguvu ya jina iliyopewa na ipambanishe na jina Yesu. Jina Yesu ni jina kuu linalozidi majina yote, na lisemesha jina la Yesu katika maisha ya mtoto wako, jina la Yesu likashinde hiyo nguvu ya jina ambayo ametamkwa na wazazi. Imebeba maumivu, imebeba huzuni, imebeba msiba, imebeba maombolezo. Nasimamisha damu Yesu ikatengua hiyo nguvu ya jina inayopiga maisha yako, hiyo
nguvu naibatilisha kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu naitengua kwa jina la Yesu. Kila nguvu ya uovu unakomeleke, huo uovu ambao unakomeleke kupitia nguvu ya jina, leo naubatilisha kwa jina la Yesu. Leo naubatilisha kwa damu ya Yesu. Leo naubatilisha, hautasimama, hautakuwa, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, mkono wako juu yake kwa ajili ya kumtoa kwenye kila laana iliyobebwa na nguvu ya jina, kwenye kila uharibifu ambao umebebwa na nguvu ya jina. Baba, ukaweze kubatilika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, ukamjalie baraka, ukaipanue hozi yake, ukamfunulie baraka, ukamwongezee sana na kumtenga na uovu, usiwe kwa huzuni yake katika jina la Yesu. Mungu, kuanzia siku ya leo aone kuona upenyo yale maisha ambayo yamepigwa na nguvu ya jina, aliitwa kwa sababu ya misiba, aliitwa kutokana na dhiki ya wazazi, aliitwa kutokana na majira ya nyakati. Wengine ilikuwa ni kipindi cha njaa, wakaitwa njaa. Wengine ni kipindi cha mambo mbalimbali, wakapewa jina sawasawa na hali iliyokuwepo ya kitaifa, hali iliyokuwepo kwenye kabila au hali ya familia, wakatamkiwa majina, yamebeba hiyo nguvu, inapiga maisha yao. Asimama na damu Yesu, ikatembua hiyo nguvu, ikabatilisha hiyo nguvu. Upate msimu mpya, upate majina mapya, upate neema mpya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu Baba, nakushukuru na kulitukuza jina lako. Pokea sifa na utukufu chako cha enzi katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen, amen. Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akutunze, ukaone wema wa Bwana, ukaone fadhili za Bwana katika jina la Yesu. Amen.